Karibu. Misheni ya kudumisha amani mashariki mwa DRC ya SAMI DRC imekamilika rasmi kufuatia kuondoka kwa vikosi vya kijeshi vya Jumuiya ya Kimaendeleo ya Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC. Taifa jirani la Rwanda limewakubalia wanajeshi hao kutoka Afrika Kusini, Tanzania na Malawi kuondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mpaka wake wa Gisenyi. Mwezi Machi mwaka huu, kikao cha marais cha SADC kilitangaza kuondolewa kwa vikosi vya SADC huko Goma kwa awamu ili kutoa nafasi kwa juhudi nyinginezo za kisiasa na kidiplomasia kutafuta amani mashariki mwa DRC. Kikosi hicho kilitumwa DRC kushirikiana na jeshi la FARDC kukabiliana na kundi la waasi la M23. Sasa katika mwaka mmoja ambao kilihudumu nchini DRC, kikosi hicho kiliopoteza wanajeshi zaidi ya 20 waliouawa kwenye makabiliano na waasi. Msafara wa SADC ulianza kuonekana nchini Rwanda mapema Jumatano hii ukisindikizwa na magari 20 ya jeshi la Rwanda. Kwa mujibu wa kundi la M23, kundi moja liliondoka Goma Jumanne mchana. Mnamo Machi mwaka jana, Rwanda iliwaomba washirika wake katika Umoja wa Afrika kutosaidia kikosi cha SADC, ikilaumu kwa kupigana pamoja na jeshi la FARDC na makundi ya wapiganaji yanayounga mkono jeshi hilo kutatiza amani mashariki mwa DRC. Juhudi za kuyaleta pamoja makundi yanayozozana yamefanyika Angola, Qatar na Marekani, ambapo hivi majuzi Rwanda na DRC waliweza kukubaliana kusitisha mapigano mashariki mwa DRC. Hayo yakijiri, mamia ya wanajeshi na maafisa wa polisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaotafuta hifadhi katika kituo cha Umoja wa Mataifa huko Goma tangu kutekwa kwa mji huo mwezi Januari wanahamishwa hadi Kinshasa. Agnes Penda na maelezo zaidi. Tangu mwishoni mwa Januari mwaka huu, takriban watu 1400, wengi wao wakiwa wanajeshi, wamekimbilia katika kambi ya ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO huko mjini Goma. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Goma, Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu wa ICRC imeelezea mchakato wa kuwasafirisha maafisa hao hadi Kinshasa. Kuhusu yaliyosainiwa na ICRC, wahusika na usafirishaji wamejiunga ili kuwalinda wanaosafirishwa. Hao wanafaa kulindwa katika mpango huo. Itafaa pia kuhakikisha kwamba wamesafirishwa na kuwasili salama. ICRC inataka usafirishaji huo uheshimu haki za kimataifa na watu, na inabidi kila pande izingatie hili. Zoezi hili litatekelezwa kwa siku kadhaa na kutakuwa na misafara kadhaa kutoka Goma. Raia pamoja na watetezi wa haki za binadamu mjini Goma wameelezea BBC hisia zao kuhusu mpango huo. Kulikuwa wagonjwa na kulikuwa wenyewe walikuwa nasikia njaa, wakawatunza, wakawalisha, kuwalinda, na wenyewe walikuwa hawajui jinsi wanaweza kuwa nafika ufasi kwa kuona kama waendeleshe kazi ya kutumikia nchi yetu. MONUSCO ikawalinda na kuwaweka salama. Na tunafikiri kwamba kupitia hiyo njia wao kufika Kinshasa itawaridhisha familia zao na inawaridhisha wenyewe. Na sisi Wakongomani tunachokitamania kwa wale ambao ni viongozi wa serikali ni kuona namna gani hali hii itaweza kuisha haraka, kwa sababu tunaonekana kama tunachoshwa na hali hii ambayo imefanya maisha ya baadhi ya watu kuendelea kuonekana kama imeenda vibaya. Na ile inaonyesha vizuri kama AFC M23 inakubali kuheshimu haki ya binadamu. Haikufanya tatizo yote, haikwenda kuwakamata. Ile ndio tunapenda pale, tunafurahi sana kwa kuona kama haki ya binadamu inaheshimika. Wale watu wakawatosha hapa, wanabeba fasi waliweza kupenda kwenda kupumzika, tutafurahi sana. Kundi la waasi la M23 linaendelea kushikilia mji wa Goma tangu kuteka mnamo Januari, na hadi kufikia sasa uwanja wa ndege mjini humo haujafunguliwa kwa shughuli za kawaida. Aidha, wananchi bado wanalalamikia ukosefu wa huduma za benki. Mwandishi wa BBC Mbelechi Msoshi anaeleza zaidi kuhusu safari ya wanajeshi hao akiwa Kinshasa. Na kutoka Goma, wanajeshi hao na polisi pamoja na familia zao watasafirishwa kwa njia ya barabara kupitia maeneo yaliyodhibitiwa na waasi wa M23 hadi sehemu ambazo ziko mikononi mwa wanajeshi wa taifa la Kongo. Ripoti zaidi zinasema kutoka hapo watasafirishwa kwa ndege hadi hapa Kinshasa. Kuna hofu ya misafara hiyo kushambuliwa na waasi njiani
lakini Umoja wa Mataifa umesema operesheni hii imejadiliwa kwa muda mrefu na wahusika wakuu katika mzozo huu. Umoja wa Mataifa umesema maafisa hao ambao hawana silaha wanasafirishwa kwa hiari yao na kwamba watakapofikishwa mjini Kinshasa watakuwa chini ya serikali ya kitaifa. Taarifa hiyo haijasema iwapo wanajeshi watachukuliwa hatua za kisheria kwa kutafuta hifadhi katika kambi ya Umoja wa Mataifa huko Goma, lakini jeshi la DRC limesema kwamba mchakato huu utafanyika kwa kuheshimu sheria za kimataifa kwa wahusika.